Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wetu, ni furaha yetu kuliabudu jina lako tukufu na kusema unastahili Bwana na kufurahi katika uwepo wako Bwana. Tunatoa shukrani zetu Bwana kwa sababu ya vile ambavyo tunaona rehema zako na fadhili juu ya maisha yetu kila wakati. Pokea sifa Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Tuko hapa tena Bwana ili kwa njia ya Roho Mtakatifu uweze kunena nasi. Tuongoze Bwana, uinue kila mmoja wetu, utukirimie baraka za ukombozi. Usaidie kila mmoja Bwana apate ufahamu wa kiroho, aweze kujua namna ya kukuabudu kwa njia mwafaka zaidi. Asante Mwenyezi Mungu, unajua sisi ni wahitaji kwa njia nyingi. Daima tuna mahitaji ya kiroho na ndio ya muhimu sana, na pia mahitaji ya mwili huu. Ninaomba ya kwamba kwa sababu unaona mahitaji ya kila mmoja wetu, uweze kumshughulikia kwa jina la Yesu Kristo. Uweze kusaidia kila mmoja wetu Bwana na kukutana na mahitaji yaliyo katika maisha yetu. Na tunajua namna yako ya kufanya hivyo Bwana ni kupitia neno lako. Tunaamini ya kwamba neno lako Bwana linajenga imani ndani yetu, ili kwa hiyo imani kila mmoja aweze kufikia baraka za ukombozi. Asante Mwenyezi Mungu, naomba utusamehe dhambi na hatia na makosa. Uoshe moyo na nia ya kila mmoja wetu Bwana. Tuondolee lawama, tuondolee hatia kwa jina la Yesu Kristo. Naombea pia wale ambao wanateseka katika mwili kwa sababu ya maradhi, nikiomba ya kwamba uweze kuponya kila mmoja. Baba, ni haki yetu kuwa na afya. Kwa mapigo ya Yesu Kristo tuliponywa, ninaomba uponye kila mmoja wetu. Asante Mwenyezi Mungu, tusaidie katika ibada hii ya siku ya leo. Na mwishowe Bwana ujitwalie sifa na utukufu. Maana tunaomba kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tutafungua Zaburi 119. Zaburi 119 mstari wa 105. Zaburi 119 mstari wa 105. Biblia inasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Bwana ongeze baraka, tunaweza kuketi. Baada ya kusoma maandiko hayo, ningetaka kuongea juu ya taa ya kuongoza mwaminio na njia ya kupitia. Taa ya kuongoza mwaminio na njia ya kupitia. Kwa hivyo kuna taa ambayo tunahitaji iweze kutuangazia, na pia kuna njia ambayo tunapitia. Na wakati tunapitia njia hiyo, tunahitaji mwangaza wa kumulika ili tuweze kuona hiyo njia na mahali ambapo inaelekeza. Kwa hiyo ningetaka kuongea juu ya jambo hilo, taa ya kuongoza mwaminio na njia ya kupitia. Hali yetu ya kwanza, kama vile ambavyo tunajua katika neno, hali yetu ya kwanza tulipokuja katika dunia hii ama tunapokuja katika dunia hii, hali yetu ya kwanza ni kuwa wenye dhambi, watu waliopotea katika dhambi. Watu ambao hawajui kushoto ama kulia, lakini wamekufa katika dhambi. Ndiyo sababu Biblia inasema ya kwamba, inasema wakati ambapo hujaamini Kristo, wewe ni adui yake Mwenyezi Mungu. Una uadui na Mungu kwa sababu hujapatana naye. Ndiyo sababu Yesu Kristo akisimulia mfano mmoja alisema ya kwamba, kama unajua unaenda kushtakiwa, ni heri ufanye amani na yule ambaye anakushtaki kabla ya kufika kwa hakimu, nawe utozwe faini, uweze kulipa mpaka hela ya mwisho. Uweze kufanya amani na yule ambaye anakushtaki. Najua yule ambaye anakushtaki ni Mungu. Anakushtaki kwa sababu ya kuwa mwenye dhambi, na hakimu bado ni Mungu. Kabla ya kufika kwenye hukumu, Biblia inasema ya kwamba tuweze kufanya amani, tuweze kuwa na mapatano naye, tusifike kwenye hukumu na kisha tulaliwe na ile hukumu.
Ndio maana katika ule ujumbe ambao unaitwa ile ishara, the token, nabii anasema wakati unazaliwa mara ya pili, Mungu ambaye angekuhukumu anakuwa wakili wako. Mungu ambaye angekuhukumu anakuwa wakili wako. Kwa hiyo ni kusema ya kwamba umeshapita hukumu na huwezi kuhukumiwa. Hiyo ndio hali yetu ya kwanza tunapokuja katika hii dunia. Ni wenye dhambi, ni watu waliopotea, ni watu hawajuani na Mungu. Lakini na tukaanza kufuata walimwengu, kile walimwengu wanafanya tunafuata hicho, na tukaamini ya kwamba kile wanafanya ndicho kitu sahihi. Lakini Mungu alikuwa na mpango kwa ajili ya maisha yako na maisha yangu. Alijua wakati mmoja angekuja akuite ili ageuze mkondo wako akurudishe nyumbani. Na nyumbani kwetu ni katika neno la Bwana. Hapo ndipo nyumbani, ni katika neno la Bwana. Kwa hivyo wakati Mungu anakurudisha ili uweze kutembea katika njia yake, inamaanisha kuna njia ya Bwana anakutoa katika ile njia ya zamani ili aweze kukuonesha njia yake. Ni kama vile nabii aliona kimbele bi harusi ambaye alikuwa anatembea kulingana na mdundo wa neno, lakini akaona wengine ambao walikuwa nyuma wameanza kuondoka kwenye mstari ama kwenye ile barabara, wakaanza kupitia njia nyingine. Na kupitia njia nyingine inamaanisha kwamba wakaanza kuondokea neno, kwa sababu njia ni neno. Wakaanza kuondokea neno. Hasa nabii anasema katika ujumbe akisimulia jambo hilo, anasema walikuwa wanaangalia lile kanisa la ulimwengu. Wakaanza kuangalia lile kanisa la ulimwengu, taratibu zake, mienendo yake, wakaanza kuiga jambo hilo. Na hiyo inafanyika kwa sababu waaminio mara nyingi hasa siku hizi wameanza kuchukua mitindo mingi sana iliyo na watu wa madhehebu. Na hivyo ndivyo nabii alisema ya kwamba bi harusi alianza kuondoka kwenye ule mstari, kwenye ile njia, ni kwa sababu anaangalia lile kanisa la ulimwengu. Na lile kanisa la ulimwengu ambalo lilikuwa linaongozwa na mwanamke mchawi, hatima yake ilikuwa ni baraza la makanisa ya ulimwengu, waende kupata chapa ya mnyama. Nabii anasema wanaenda kuchinjwa. Anasema wanaenda kuchinjwa. Na ni hatia kubwa sana wakati waaminio wanaanza kuangalia hilo kanisa, maana pale ni mahali Mungu alitutoa. Wakati anasema tokeni miongoni mwao, ni kuondokea hilo kanisa la ulimwengu. Lakini baada ya muda unaona kuna baadhi ya waaminio ambao wanaanza kutazama lile kanisa na wanaona kuna mambo ya kutamani mahali hapo, na hiyo ni kuondoka kwenye mstari. Na akakemea, akaona wameanza kufanya juhudi ya kurejea katika ule mstari. Na hiyo ni njia ya neno. Ni njia ya neno. Kuna njia muaminio anafaa kutembea na asiende kulia ama kushoto. Vile tu Mungu alimwambia Yoshua, usiende kulia, usiende kushoto. Uangalie sana hili jambo niliambia Musa, katika kutembea kwako uangalie neno hili sana. Kwa hiyo kuna njia muaminio anafaa kutembea, na tunajua kwamba ni njia ya neno. Na usikubali mtu yeyote, haijalishi kama ni muaminio mwingine ama ni mtu wa familia, akushawishi uweze kuondokea neno la Bwana. Usikubali, hata kama ni ndugu mwingine ama dada, kwa sababu kuna ndugu na dada wanakosesha wale wengine. Unaona, anakuletea kitu ama anakuonesha njia ambayo si neno na angetaka mtembee hiyo njia naye. Usikubali yeyote akuongoze nje ya neno ambalo Mungu amefunua. Unajua hatuangalii mtu. Huyu ndugu amekuwa katika ujumbe miaka mingi. Huyu dada ana sifa katika ujumbe, kwa hivyo lazima ajue vile anasema. Hatuangalii mambo kama hayo. Tunaangalia neno la Bwana. Kwa sababu Biblia inasema katika Warumi, neno la kila mtu liwe la uongo, neno la Bwana liwe la kweli. Usiheshimu watu kuliko neno. Kwa sababu katika kuheshimu watu utamkosea Mungu na atakuadhibu. Ni heri ukose marafiki na usimame na neno. Kwa sababu rafiki yeyote ambaye hakuongozi kwa neno ama hakuambii juu ya neno, sio rafiki wa maana. Rafiki halisi ni mtu ambaye anaheshimu yule Mungu naamini. Ndio sababu nabii anasema katika ujumbe Hebrews, wakati alikuwa pastor wa maskani miaka 40, alikuwa anafanya mikutano ya vijana. Kuna wakati angefanya mikutano na vijana wa kike, siku nyingine na vijana wa kiume wakiwa peke yao.
Na anaongea juu ya huyu msichana ambaye alikuwa na rafiki wa kiume wa ulimwengu, anamleta pale kwa motokaa, lakini yeye hataingia kanisani. Huyu kijana wa kiume anasalia pale akisikia muziki wa ulimwengu, wa kilimwengu. Msichana anaenda kanisani. Nabii akaudhika, hilo jambo likamuudhi, akamwendea huyu dada akamuuliza, mbona huyu mtu unaambatana na mtu kama huyu ambaye hapendi Mungu wako? Anakuleta kwenye ibada na hawezi kuingia ndani ya kanisa, anasalia katika motokaa. Na msichana akaanza kusema vile huyu jamaa ananukia vizuri, sijui anatumia marashi gani, na vile ambavyo ana miguu ambayo imeumbika vizuri. Yaani mambo yasiyo na maana. Na mara nyingi hayo ndio huwa yanadanganya wasichana. Nabii akasema, dada, ikiwa mtu haheshimu Mungu wako, hakuheshimu. Kama hawezi kuheshimu Mungu wako na hana nafasi kwa ajili ya Mungu wako, usidanganyike ya kwamba yeye anakupenda ama anakuheshimu. Nabii anasema shida ya huyu msichana, hakusikia mchungaji akimuongoza katika njia za neno, na kwa hivyo aliendelea kuwa na urafiki na huyu kijana, na huyu akamharibia maisha vibaya sana mpaka huyu akafa kimwili. Huyu dada akafa kimwili. Unaona jambo hilo? Usikubali mtu akuongoze nje ya neno, ama useme mtu ni rafiki yako na anadharau kile ambacho unaamini. Nabii anasema mahali Yesu anafukuzwa, hata na mimi nimefukuzwa. Ndio maana wakati alikuwa anaenda kwa ile garage, mahali wanarekebisha motokaa, kuna fundi mmoja wa magari alikuwa pale, mechanic, na nabii alikuwa anamshuhudia, lakini mwenye garage hakutaka maneno hayo. Akamwambia, Billy, unaweza kuwa ukija hapa kutembea kama mtu binafsi, lakini haya maneno usilete hapa. Mtu hawezi kuambia hivyo na kesho uende hapo. Nabii akasema mahali Yesu amefukuzwa, hata na mimi nimefukuzwa. Akaazimu ya kwamba hatawahi kwenda mahali pale tena. Lakini yule bwana kesho yake hakuwa hai. Alipata ajali hapo ndani ya hiyo garage siku hiyo na akafa. Nabii anasema alishindwa kupambanua mwili wa Bwana. Alikosa kuwa na heshima na mwili wa Bwana na akafa siku hiyo. Sisi kama waaminio, acha tumpende Mungu kuliko kila mtu. Hata kuliko mke, kuliko mume, kuliko mtoto, kuliko mtu wa familia. Upende Mungu juu ya kila mtu. Na unajua huwezi kumpenda Mungu bila kupenda neno lake. Na nabii anasema huwezi kusema unaamini Mungu na huamini neno, na unaheshimu Mungu na huheshimu neno. Hiyo si kweli, maana Mungu ni neno. Mungu ni neno. Kwa hivyo kuna njia mwaminio ameitwa ili aweze kutembea. Na tunaishi wakati wa watu kulegeza neno. Wiki jana tuliongea juu ya ile violin, ile fiddler ambayo ilikuwa imepelekwa kwenye mnada wa hadhara iweze kuuzwa. Yaani wale wanayuza pale hawaoni dhamani yake, mpaka mtu mmoja akatokea, na alipotokea akaanza kuicheza na ikaleta muziki ambao hawajawahi kusikia, wakaanza kulia. Wakasema hii haitauzwa. This is not for sale. Akasema madhehebu siku ya leo wamechukua neno la Mungu na kulipeleka kwenye mnanda wa hadhara, kwenye baraza la makanisa, wanaliuza neno. Yaani hawana haja na neno. Hawana haja na neno. Na kuna waaminio wanafanya hivyo siku ya leo. Ujumbe, kuna waaminio ambao wamepeleka neno la Mungu kwenye mnanda wa hadhara, kwa sababu neno linasema jambo fulani, lakini wanalegeza, wanaingiza hoja zao, wanaingiza maoni na mawazo ya binadamu. Na unajua ukifanya hivyo ni kuchachua, unachachua. Unapotosha neno, ni kusaliti, unasaliti neno wakati unaleta mambo ambayo ni kinyume. Si wakati wa kuangalia mwingine, ati huyu amesimama namna gani. Wewe jiangalie kama mtu binafsi. Na uchukue kioo cha neno, uone vile ambavyo unasimama ukilinganishwa na neno. Na wakati unaenda kanisani kwenye ibada, unafaa kuchukua ya kwamba ujumbe huu ambao unakuja siku ya leo wote unakuja kwa ajili yangu. Usiseme sehemu hiyo ilikuwa ya fulani, kwa sababu vile ninavyomjua ana ule udhaifu na niliona hapo amekatwa. Na hata wakati wa ibada unamwangalia uone kama amekatwa. Najua hayo ni mawazo ya kimwili, na huyo ni mtu ambaye hajui anafanya nini. Kwa sababu wakati unakuja kwenye ibada, unafaa umwambie Mungu, Baba ninenee.
nimeweka moyo wangu ukiwa wazi na unanijua, unajua mahali ninahitaji kunyoshwa, kuinuliwa, kurekebishwa, kutiwa moyo. Baba, nihudumie kwa njia ya Roho Mtakatifu. Lakini usije hapa ati wewe ndio unagawa neno, hilo ni la fulani, hilo ni la fulani, huyo anajua na hiyo shida. Huo ni unafiki. Unapoketi hapa, unafaa uambie Mungu akuhudumie. Unaona? Na usijali kama kuna watu watakosoa neno, kwa sababu pia kuna watu ambao neno likihubiriwa wanakosoa. Nasema hapo sikubaliani na mhudumu, niko na maoni yangu. Watu hao huwezi kuwakosa katika ibada na katika makusanyiko. Usitembee njia kama hiyo. Wewe si ulikuwa umeomba ukija? Nabii anasema ukiomba na mhudumu aombe, tutasikia kutoka mbinguni. Tutasikia kutoka mbinguni. Na kwa sababu ulikuwa umeomba, unakuja ukiamini ya kwamba Mungu atanena nawe. Kwa hiyo wakati unakuja katika ibada, unakuja ukijua ujumbe wote ambao utakuja, unakuja kwa ajili yako. Uwe na hali kama hiyo ya moyo. Unaona? Kwa sababu Mungu ana haja na maisha yako. Tukiongea juu ya njia ya kupitia hapa na tena mwangaza, hapa kwa hivyo kuna mambo mawili. Kuna njia ambayo tunapitia na kuna mwangaza wa kutuangazia tunapopitia njia hiyo. Ningetaka kusema hivi, mambo hayo yote mawili ni neno la Mungu. Njia ni neno na mwanga ni neno. Usidhani njia ni kitu tofauti na mwanga ni kitu tofauti. Njia ni neno na mwangaza ni neno. Naona? Kwa mfano Yesu anasema hivi katika Yohana 14, wakati aliambia wanafunzi wake, mahali ambapo ninaenda mnajua njia ya kwenda mahali pale. Mmoja wa mitume akamuuliza, Bwana, hatujui na unasemaje tunajua njia? Yesu akasemaje? Mimi ndimi njia na uzima na ukweli. Yesu alisema yeye ndiye njia na Yesu Kristo ni neno. Unaona? Na mahali pengine Yesu akasema, mimi ni mwanga wa ulimwengu, ni nuru ya ulimwengu. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Yeye ndiye mambo hayo yote. Kwa hiyo wakati tunaongea juu ya njia na juu ya mwangaza, ujue tunaongea juu ya jambo moja, lakini nataka nalifafanue ili uweze kila kitu kuweka mahali pake. Ningetaka tusome Biblia zetu katika Mithali mlango wa 4. Mithali mlango wa 4. Tutaanza mstari wa 14 twende mpaka mstari wa 18. Mlango wa 4 mstari wa 14 mpaka mstari wa 18. Inasema, usiingie katika njia ya waovu wala usitembee katika njia ya wabaya. Jiepushe nayo, usipite karibu nayo. Na tumeongea hilo jambo. Usikubali mtu akupotoshe ama akuoneshe njia ambayo si neno. Usikubali mtu ajioneshe ya kwamba ni wa kiroho kuliko neno na akuongoze nje ya neno. Inasema hivi, jiepushe nayo, usipitie karibu nayo, igeukie mbali ukaende zako. Maana hawalali isipokuwa wametenda madhara. Hao ni wale watu waovu. Hawalali isipokuwa wametenda madhara. Huondolewa usingizi ikiwa hawakumwangusha mtu. Hao ni watu waovu. Maana hao hula mkate wa uovu, nao hunywa divai ya jeuri. Nilikuwa nataka hapa mstari wa 8. Bali njia ya wenye haki ni kama nuru ing'aayo, ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Njia ya wenye haki ni kama nuru ing'aayo, ikizidi kung'aa kama mchana mkamilifu. Unaona hapa kuna njia inayong'aa, na inang'aa kwa sababu moja, imeangaziwa. Inang'aa kwa sababu imeangaziwa. Hebu nikuoneshe. Kwa mfano, wakati ndugu moja aliona mlima katika ndoto, wakati nabii alikuwa anakaribia kubadilika kwa huduma yake, aingia katika huduma yake halisi ya kuleta siri ya Mungu, yule ndugu aliona mlima pale, na yule mlima una maandishi mengi huku juu. Nabii alikuwa amesimama pale anafundisha waaminio, na waaminio kutoka majimbo tofauti ya Marekani walikuwa nyuma yake wakiangalia na kufurahia akisikia akifundisha neno hilo.
Alianza kufundisha hapa chini, akaenda akifundisha mpaka pale juu. Alipofika pale juu, kwa sababu muundo wa ule mlima ulikuwa ni kama pyramid, pana kifuniko, akachukua kifaa akafunua pale juu. Na upande wa ndani, lakini ni pale juu, lakini upande wa ndani pana jiwe jeupe, hamna maandishi. Tumesema hilo jambo nyingi. Tumesema hivyo siku nyingi. Nabii akasema kulingana na vile dunia iliumbwa, unajua pia kuna jiografia ya kiroho. Kulingana na vile dunia iliumbwa, hii sehemu hapa haijawahi kuangaziwa na jua. Na unajua hicho ambacho kinaitwa jiwe jeupe ni neno la Bwana lisiloandikwa. Kile huwa tunasema ama tunaita neno lisiloandikwa, unwritten word. Anasema hii sehemu haijawahi kuangaziwa na jua. Lakini sasa ni wakati wa hii sehemu iweze kuangaziwa na jua. Ni kusema Mungu anataka kuleta mwanga juu ya sehemu ya neno ambayo haiko imeangaziwa. Na mpaka neno liangaziwe, huwezi kutembea hapo ndani. Huwezi kutembea mpaka liangaziwe. Hujui namna ya kutembea kama hilo neno halitaangaziwa. Lakini likiangaziwa, unaanza kutembea katika neno hilo kwa sababu limeangaziwa. Nafikiri kuna jambo unaanza kuona hapa ya kwamba kuna mwanga na kuna nini? Kuna mwanga na kuna njia. Na hapa tumesoma katika Zaburi ikisema hivi, mstari wa 18, hapo si Zaburi, Mithali 4, mstari wa 18, bali njia ya wenye haki ni kama nuru ing'aayo, ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Inamaanisha njia hiyo tayari imeangaziwa. Ni kama hivyo ilifika sasa Mungu akaanza kuangazia lile jiwe jeupe, ambalo kule awali halikuangaziwa. Ni sehemu ya neno ambayo haikuwahi kuangaziwa, lakini majira yamefika ili iweze kuangaziwa. Ndio sababu nabii alienda kule jangwani, akutana na malaika 7. Anasema hao ndio wanashikilia tafsiri ya hapa. Kasema nikaenda kule nikakutana nao na nikarudi huku mashariki na Roho Mtakatifu akitafsiri neno hilo ambalo halikujulikana. Najua Mungu ni wa ajabu sana. Anasema ni Roho Mtakatifu anatafsiri hapo, na pale anasema ni malaika wanashikilia hiyo siri. Sasa ni nani anatafsiri? Ni malaika 7 ama ni Roho Mtakatifu? Ni kuonesha malaika 7 pale ni roho 7 za Mungu. Na huyo Mungu ni yule Roho Mtakatifu mkuu. Ni yeye ndiye anafunua mihuri 7 katika kizazi hiki. Nabii akasema nikarudi mashariki na Roho Mtakatifu akitafsiri neno hilo lililo ndani ya pyramid. Ni kusema njia imeangaziwa. Kwa sababu kabla ya kwenda pale alikuwa amesema hivi, anasema lazima jambo litokee zaidi. Na ndio sababu naenda kule magharibi, kwa sababu lazima jambo zaidi litokee. Tunahitaji imani, na ile imani tulio nayo hapa hata haitoshi uponyaji, na tunahitaji imani ya kutunyakua ghafla. Kasema lazima niende kule nikutane na hao malaika. Kuna kitu kinafaa kifunuliwe zaidi. Imani ya kunyakuliwa ndio ilikuwa inataka kuangaziwa. Wameshakuwa na imani kiwango kupitia nyakati za kanisa, lakini imani ya kunyakuliwa haikuwa imeangaziwa. Anasema sasa inahitaji iangaziwe. Ndio maana anasema mahali pengine ngurumo 7 hizi ambazo zinatoa sauti wakati wa mwisho zitakuonesha namna ya kujiandaa kwa sababu ya neema ya kunyakuliwa. Ni kitu ambacho hakikufunuliwa ndani ya nyakati 7 za kanisa, lakini Mungu anakuja mwishoni mwa dahari aweze kufunua jambo hili. Lakini si jambo tofauti na maandiko. Nabii anasema jambo hili halikuwa nje ya Biblia. Lilikuwa ndani lakini halikuandikwa. Limefichwa mle ndani, halikuandikwa, lakini ni sehemu ya neno. Sasa anakuja ili aweze kuliangazia wakati huu wa mwisho. Na hapa tunaona ikisema hivi mstari wa 18, bali njia wenye haki ni kama nuru ing'aayo. Njia yenyewe ni kama nuru ing'aayo kwa sababu imeangaziwa. Ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu, to the perfect day. Ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Najua huu ni wakati wa perfection, ukamilifu. Na huu ni wakati ambapo mili yetu itakauzwa, na hii nuru inatuongoza kufikia hatua hizo zote. Tunatoka utukufu moja na kwenda mwingine. Unaona jambo hilo? Luther alikuwa na utukufu ambao ulikuwa unaitwa kuhesabiwa haki.
Wesley alikuwa na mwingine wa utakaso, wa Pentekoste walikuwa na mwingine juu zaidi, ubatizo wa Roho, na siku ya leo ni utu wa Roho, na nabii anasema hatusimami hapo, tunaenda mpaka kugeuzwa mwili. Anasema tunatoka utukufu mmoja na kwenda mwingine. Unaona, hapa kuna njia ambayo imeangaziwa. Nataka kusema hivi, kuna mwangaza na kuna njia. Ningetaka kusema hivi, na hapa ninaongea ikiwa ni yetu sisi waaminio. Sasa siongei kijumla ati ulimwengu wa Ukristo, ninaongea kwetu kama waaminio ya kwamba njia ni Biblia hii. Hii ndiyo njia. Yesu alisema ya kwamba yeye ndiye njia. Na njia ni neno la Mungu. Yesu ni neno, na kama Yesu ni neno na ndiye njia, basi njia ni neno. Neno hili ni njia, na nuru ya kuangaza hapa ni ujumbe. Ni sababu nilisema, sijui kama ni wiki jana ama ni wiki nyingine, ya kwamba Biblia hii ndiyo neno la Mungu. Hili ndilo neno la Mungu. Ujumbe ni nini? Ni tafsiri rasmi ya Biblia. Official interpretation. Tafsiri rasmi ya Biblia haiko katika vyuo vya theolojia. Ni ujumbe wa siku ya leo. Waaminio wako juu sana kuliko wanatheolojia. Mwanatheolojia yuko chini sana ukilinganisha na ndugu ama dada yote ambaye ni imara katika neno. Mwanatheolojia yuko chini sana, kwa sababu ana tafsiri halisi ya Biblia hii, na haikutoka katika vyuo, imetoka mbinguni. Imeletwa na malaika wa Bwana hapa duniani. Kwa hivyo nuru ambayo inaangaza njia ni ujumbe. Nuru ambayo inatuangazia ni ujumbe. Biblia hii ndio inahitaji kuangaziwa. Nikasema pia ya kwamba, nakumbuka nikisema pia ya kwamba ujumbe huu wa Malaki ambao tunaamini ndio nuru ya kuiangaza hii Biblia. Biblia inasema ya kwamba wakati wa jioni kutakuwa na nuru. Nuru ni ujumbe, sio kitu kingine. Nuru ni ujumbe, na ujumbe huu unatuangazia njia ili tuweze kuona yaliyomo. Nilisema siku nyingine hapa, ukiingia kwenye nyumba iliyo na giza totoro na hakuna mwangaza, unaweza kujikwaa. Ukigeuka hapa unagongwa na meza. Ukigeuka hapa unagongwa na jiko kwa sababu huoni. Lakini ukileta mwangaza, vitu hivyo unaviona mahali viko, si kwamba mwangaza unaleta vile vitu pale. Mwangaza, ukileta mwangaza hautaleta meza, si mwangaza umeleta hiyo jiko, si mwangaza umeleta kitanda. Mambo yale yalikuwa pale, ila huko unayaona. Na ujumbe huu haukuja kuongeza kwa Biblia. Kila kitu ulikuwa ndani ya Biblia. Ni vile hatukuwa tunaona. Lakini wakati nuru ilikuja, tukaanza kuona mpaka mambo ya msingi kama ubatizo. Kwa nini tulikuwa tumebatizwa na miungu mitatu pale awali, na hapa ubatizo ni dhahiri ni kwa jina la Yesu Kristo? Ni kwa sababu hatukuwa na mwangaza. Lakini wakati tuliletewa mwangaza wa ujumbe, si kwamba mwangaza ulileta ubatizo. Ubatizo ulikuwa ndani siku zote katika Biblia, lakini hatukuwa tunaona. Mnaona umuhimu wa ujumbe wa ndugu? Ukiweka ujumbe kando, unatembea katika giza la madhehebu. Na umefunga kitabu tena kwa mihuri 7. Ukikataa ujumbe. Ujumbe ni mwangaza wa kuangazia njia yetu, na njia ni neno la Bwana. Mungu alileta ujumbe kuangazia hii Biblia ili tuweze kuona ahadi zetu. Nafikiri tunaona jambo hilo. Ili tuweze kuona haki yetu ni nini. Kwa hivyo nimesema hapa kuna njia tunapitia, na hiyo njia ni neno la Bwana, ni Biblia hii. Na kuna mwangaza wa kumulika njia hii, na ule mwangaza tunajua ni ujumbe wa siku ya leo. Ujumbe unakuonesha. Ni kama vile nabii wakati alikuwa anajiandaa kuleta mihuri 7, kaona malaika 7 wanashuka. Baada ya juma moja akahubiri ujumbe, je, mabwana, huu ndio wakati. Hii ndio ishara ya mwisho. Na katika ule ujumbe mwishoni mwa mwaka 62, nabii anasema kuna mihuri mara 2. Kuna ile iliyo ndani ya Biblia na kuna ile iliyo kule nyuma nje ya Biblia. Alikuwa na wazo kama hilo. Maana wakati aliona malaika 7 na akaambiwa mihuri 7 itafunuliwa, bado hana ule ufunuo, ama ufunuo wa mihuri 7 hujaletwa. Ule ni unabii. Kwa sababu mahali pengine anasema miaka 3 iliyopita huu ulikuwa ni unabii katika huo ujumbe, mabwana huu ndio wakati. Lakini miaka 3 baadaye imekuwa historia.
kumaanisha kwamba tangu wakati huo jambo hilo limetimia. Akasema ya kwamba mihuri ni mara 2, kuna ile ya ndani ya Biblia na ile ya nje. Miaka 3 baadaye, katika ujumbe mwingine wa chakula cha kiroho katika majira yanayofaa, anasema hivyo ndivyo nilikuwa nikifikiria mwanzoni mwa ile mihuri 7, ya kwamba kuna mambo yaliyo nje ya Biblia. Lakini Bwana akanionyesha haiwezekani. Kaniambia mambo yote yako ndani, lakini hakuandikwa kwa wazi, lakini yalikuwa yamefichwa ndani, sio nje, yalikuwa yamefichwa ndani. Kwa hivyo ni kusema wakati ujumbe unaletwa ni kumulika hayo yalikuwa yamefichwa, ili tuweze kuyaona, tuweze kutembea. Na tulihitaji kumulikiwa, kwa sababu kitu kama imani ya kunyakuliwa kimefichwa, hakijaandikwa wazi. Kimefichwa, na ni hicho unahitaji uweze kunyakuliwa. Kwa hivyo tunahitaji kumulikiwa. Ndio sababu nabii alikuja na ujumbe. Na Ufunuo 17 inasema wakati malaika wa 7 ataanza kupiga baragumu, kusema hivi, kuleta ujumbe wake. Na si wakati alianza kubatiza watu kule Ohio, lakini wakati alikutana na malaika 7 akaanza kuleta ujumbe. Kutoka hapo siri ya Mungu itatimia. Ile mingine ilikuwa ni miaka ya maandalizi, na alikuwa analeta neno la Mungu kwa kiwango. Lakini kutoka wakati alikutana na malaika 7, kutoka hapo akipiga baragumu, siri ya Mungu itamalizika. Na unajua, Mungu atusaidie tusiseme tu siri ya Mungu ilimalizika na hata haijafunuka kwangu. Tusiseme na siri ya Mungu ilimalizika na hata haijafunuka kwangu. Elewa ya kwamba ingawa nabii alikuja na akaleta ujumbe na akapiga baragumu na akaenda zake, lakini kufunuka kwa neno ni kitu ambacho kinaendelea kila wakati ndani ya waaminio. Ufunuo wa mihuri 7 ni kitu ambacho kinaendelea ndani ya waaminio. Huwezi kusema I know it all, najua yote sasa. Hakuna. Ni kitu ambacho kinaendelea kila wakati. Na wewe unaweza kuangalia, labda uangalie maisha yako kwa miaka kadha, unaweza kuona vile Mungu amekusaidia. Mahali ulikuwa wakati moja, kuna mengi huko unaelewa, na kisha Mungu akakusaidia, kwa sababu hili ni jambo ambalo linaendelea. Na ndio sababu huwa nashindwa hawa watu ambao wanasema wanaleta mjumbe wa 8 mwanadamu, ni nini wanataka kuonesha watu? Hakuna mtu kama huyo aliahidiwa, na hatumhitaji. Tunahitaji kitu kimoja. Ujumbe huu una mambo ya kina sana tusiyoyajua. Tunahitaji Mungu atufunulie kile alipatia nabii. Alipatia nabii neno akatuletea, lakini neno hili ni umilele wenyewe. Hii ni eternity. Tunahitaji tufunuliwe ujumbe wenyewe. Na ndio sababu hata ukiwa mwaminio, angalia vizuri, hujawahi kukaa bila swali. Kila wakati kuna swali ndani yako. Kuna kitu huelewi vizuri, kuna kitu unahitaji kuelewa. Na hapa inamaanisha nini? Kwa sababu gani? Kwa sababu tunahitaji ufunua huu ujumbe zaidi na zaidi. Mungu atusaidie. Kwa hivyo unaweza kuona njia ni Biblia hii, na mwangaza ni ujumbe. Nabii akasema hiyo sehemu haikuwa imeangaziwa na jua, lakini sasa kifuniko kimeondolewa ili hiyo sehemu iangaziwe na jua. Ni kusema afunue hiyo sehemu ya neno na huisha hiyo sehemu ya neno ambayo binadamu hakujua kule awali. Sasa majira yamefika hiyo sehemu iweze kuangaziwa. Unaona? Tunaishi wakati wa mwisho, wakati wa kudhihirishwa kwa wana wa Mungu na kunyakuliwa. Baada ya kugeuzwa miili yetu, hiyo sehemu ilikuwa inahitaji kuangaziwa. Unaona mambo hayo? Na ujumbe ndio unakuja kuangaza kitu ambacho kilikuwa kimefichwa ndani ya Biblia. Ni kama vile nabii anatuambia ati Ibrahimu aligeuzwa mwili, na haijaandikwa moja kwa moja. Lakini unaweza kushuku. Unaweza shuku useme nabii anasema hivyo na sioni kama imeandikwa. Lakini nabii anasema haikuwa imeandikwa, ilikuwa imefichwa. Na sasa akija na kuonesha kwa nini Ibrahimu ametembelewa akiwa na miaka 100, Sara akiwa na 90, kesho yake wanaondoka nchi ya ahadi wanaenda kwa Wafilisti. Kwa nini mfalme wa Wafilisti anatamani Sara akiwa na miaka 90? Anasema soma katikati ya mistari. Na anasema huyu mfalme alikuwa kijana. Anasema ni kwa sababu Sara alikuwa amegeuzwa wakiwa na Ibrahimu.
lakini haikuandikwa moja kwa moja, lakini kuna mambo mengine yamewekwa pale ya kukuonesha hivyo ndivyo ilivyo, na hungeona mpaka nabii akwambie. Sasa inaangaziwa, ujumbe umekuja kuangazia Biblia hii, na ndio sababu unaona Biblia hii huwezi kuielewa kitheolojia. Haiwezekani. Mwanatheolojia hana uhusiano na Mungu. He has no contact with God. Na Mungu ndiye tafsiri neno lake. Sasa huyu mtu hawezi kutafsiri neno na hana uhusiano na Mungu. Hana contact. Mungu atusaidie. Na Biblia inasema hivi katika Mathayo 10:41, ukipokea nabii kwa jina la nabii, utapokea thawabu yake. Nabii alikuja, akaja na ufunuo wa kizazi hiki, na ukimpokea hivyo alivyo, vile ambavyo imetumwa na Bwana, utapokea ule ufunuo aliokuja nao. Ufunuo utakuwa fungu lako. Ningetaka nimalizie na hadithi moja hapa ambayo nabii anasimulia. Alikuwa anajaribu kuongoza mtu fulani katika neno, lakini huyu mtu alikuwa anasema, siamini vile unasema ndugu Branham. The man was doubting. Alikuwa na shuku na anatia shaka kile nabii anasema. Ningetaka tusome hapa katika ujumbe nafikiri sikukuu ya baragumu, juu ya mwangaza na njia ya kupitia. Kuna njia ya kupitia na tunahitaji mwanga ili uweze kutumulikia njia hiyo, tuweze kutembea, tufikirie, ili tuweze kufikia utimilifu wa ahadi zetu. Sikia hapa sasa. Hapa ni mstari ama ni aya 120. Anasema hivi, sikukuu ya baragumu 120. Anaongea na huyu mtu. Niliwaambia wakati unasoma hizi hadithi katika ujumbe, hata wale watu nabii alikuwa anakutana nao, hizo hadithi ni mpango wa ukombozi. Siniwahi kuonesha hivyo kadhaa. Nimekuwa nikiwaambia wakati nabii alienda garage, akafukuzwa huyo jamaa, na nimetaja hivyo asubuhi ya leo. Huyo bwana akasema, wewe kuja lakini usikuja na neno. Kuja for social purposes. Nikawaambia ile ni Laodikia ikikataa nani? Nabii. Na nikamwambia ile garage ilikuwa ya kufanya nini? Kurekebisha magari, reformers. Reformer age. Watengenezaji wa mwisho ni akina nani? Wa Pentecoste. Nabii alifanywa nini katika hiyo garage? Nje. Baadaye mwenye garage alifanya nini? Alikufa. Nabii anasemaje katika mihuri 7 baada ya Laodikia kukataa neno wamekufa kiroho. Anasema pigo la mwisho kupiga Laodikia katika mihuri 7, anasema pigo la mwisho lilikuwa ni mauti. The last plague to strike the Pentecostal church was death. Si mnaona jambo hilo? Sio hadithi. Is a story of redemption. Mahali popote nabii alikutana na mtu, sasa unaona anaita kama story. Sio story tu. It's a plan of redemption, my brother. Nikwambia siku nyingine ya kwamba siri ya Mungu sio tu yale maneno nabii alituambia, imefichwa pia katika maisha yake. Unaona vile alikuwa anatembea? Imefichwa katika maisha yake. Ni mara ngapi tumeongea juu ya ile dhiki pale? Ile tufani ambayo ilikuja mlimani, akanenea, akatembea na Mungu, tukasema ni kurudi katika shamba la Eden. Kwa sababu hata wanyama walikuja wakaanza kumzingira. Na nasema walikuwa katika msitu mmoja ambao binadamu hakuwahi kuingia na shoka. Kwa hivyo ni Eden kabla ya kuchafuliwa na binadamu. Unaona? This is redemption. Kama unasoma ujumbe na uone hizo hadithi, simama kwanza na uketi uanze kufikiria, na hii hadithi inaniongoza wapi? Kwa sababu ujumbe ni kitabu cha ukombozi. Biblia ni kitabu cha ukombozi na ujumbe ni ujumbe wa ukombozi. Is that true, brother? Wacha tuendelee, wacha nisikwame hapo, lakini tusome hii hadithi hapa. Huyu mtu alikuwa na shuku ndugu Branham. I remember down in Kentucky here not long ago, I had a meeting. Naongea juu ya jimbo la Kentucky. Alikuwa na mkutano, yeye alizaliwa Kentucky. After I came out of the church, there was an old man standing with a lantern in his hand. Nilipotoka kanisani, kuna mzee pale amesimama na taa katika mkono wake. He belonged to a church that don't believe in healing and so forth. Alikuwa ni mshirika wa kanisa ambalo haliamini uponyaji na mambo kama hayo. Said, na akasema, I different with you, brother Branham. Akasema hakubaliani na nabii. I said, well, you got the right to do that. Najua nabii hakuwa ni mtu wa kulazimisha umwamini. Nabii alikuwa anasema, ukimwambia huamini, akasema hiyo ni haki yako kutokuniamini.
You have a perfect right. Napenda sana vile Brother Branham alikuwa anajibu. Hakulazimisha mtu ampende. Alikuwa anasema, huniamini, hiyo ni haki yako. Hii ni nchi ya demokrasia. Unaona? See? He said, you see, I will not accept anything unless I see it. I have got to see it right plain. Sitakubali kitu mpaka nikione kwa wazi. I said, then did you ever see God right plain standing before you? Because of course he did not believe in visions and things. Kamuuliza, umewahi kuona Mungu akiwa amesimama mbele yako? Yeye hakuwa naamini maono na mambo kama hayo. He said, no, sijawahi kumuona. I said, then you are not a believer, sir. I could not talk to you. Kasema, basi wewe si muamini, hatuwezi kuongea. We see that God promises, what God promises and hold to that. Unajua muaminio ni mtu ambaye hahitaji kuona. Mungu akiahidi unasimama na kile amesema. Hata kama huoni, hatueneni kwa macho. He said, how do you figure that out? Anasema hilo unaliwekaje namna hiyo ama unalifahamuje kitu kama hicho? He said, come go home with me and talk tonight. Akaalika ndugu Branham aweze kutembea pamoja naye. I said, I can't. Where you live? Unaishi wapi? He said, you go over this mountain here. Anasema unapita juu ya ule mlima pale. Ni huyu bwana anaeleza mahali anaenda ama mahali nyumba yake ilipo. How are you go? Nabii akauliza, how are you going to get there? You don't see your house. Naona ni kama sasa wewe ukiwa hapa huwezi kuona nyumba yako mahali ulitoka. Akamuuliza, na unaendaje pale na huone nyumba yako? Si unaona vile nabii anampeleka pole pole kumweka kwa kona. Naona haoni kwake na anasema twende nyumba. Na niye anaambia nabii, sitaamini kitu mpaka nikione. He said, well, there's a path runs up over the hill. Akasema kuna njia ambayo inapitia mlima juu. Nabii akasema, you don't see the path. Huwezi kuona hiyo njia yote. He said, well, I got a lantern. Akasema niko na taa. Kumbe alikuwa na kitu mkononi cha kumsaidia hata aelewe neno. Ndio sababu kila wakati Mungu akija kusaidia mtu katika Biblia alikuwa anamuuliza, ni nini kilicho katika mkono wako? What is that in your hand? Ili Mungu akusaidie kwa hicho. Ujumbe unakuja kufanya nini? Kukuonesha rasilimali iliyo ndani yako. To show you the resources in you. Kukuonesha rasilimali iliyo ndani yako. Kasema niko na taa. I said, the lantern won't show the light on the house. Hii taa haitamulika mpaka kwako nyumbani. But that path will lead to the house. Lakini hiyo njia itaenda mpaka nyumbani. But that lantern will only show light for one step at a time. Lakini taa hiyo itakuonesha hatua moja kwa wakati. Na sijui kama unajua hivyo ndivyo Mungu anafunua neno. Anafunua kile unahitaji saa hiyo. Kile unahitaji saa hiyo anafunua. Kuna mengine unasalia na maswali hujui. Majira yakifika anayafunua pia. Kwa sababu ni kutembea unafanya nini? Sasa alikuwa anajaribu kujaribu kusaidia huyu mtu amuoneshe neno. Hivi ambavyo umechukua hii taa na unamulika hii njia ili uende kwako nyumbani kwenye mlima, hivyo ndivyo ilivyo kiroho. Ya kwamba tunamulika hii njia, tunaenda hatua kwa hatua ili tuweze kurudi nyumbani mahali tulitoka. Alikuwa anamuonesha na maisha yake tu. Amuoneshe vile Biblia ilivyo navyo. Na nabii anaendelea kusema hivi, we'll walk in the light, the beautiful light. Tutatembea katika nuru nzuri hiyo, one step at a time. One step at a time. Hatua baada ya hatua. Ndio sababu Biblia inasema tunatoka utukufu moja na kwenda mwingine. Okay? Coming closer to him, tukimkaribia zaidi na zaidi, children of the light. Watoto wa nuru, accept his word, mkubali neno lake, keep walking and watch more unfold. Muzidi kutembea katika nuru na muone njia ikikunjua zaidi, ikinjikujua zaidi. Kwa sababu wakati neno linafunuliwa ni ile njia inafunuliwa zaidi. Njia ni neno. Ndio sababu mitume walikuwa wanaitwa watu wa njia hii. Njia, people of this way. Njia hiyo ilikuwa ni gani? Injili ya Bwana Yesu Kristo. Don't leave it no matter what somebody else says. Usiondoke kwa ujumbe, haijalishi mtu atasema nini.
Watawala wao wamekuwa ni wengi, wanajiita waliokuwa wa ujumbe, ex-message believers, wakishawishi wengine watoke. Lakini watatoa tu watu aina yao. Stay right in that and just keep walking with it, watch it unfold and reveal itself. Ukae hapo na utembee katika ule mwanga, utaona hili jambo likijifunua lenyewe. Yaani ufunuo unazidi, hii njia inazidi kufanywa dhahiri. Nilikwambia siku nyingine, ukianza kutembea ukielekea kwenu nyumbani kwa mfano, na kuna watu wengine uliacha nyumbani, ukiwa hapa huwezi kusikia mazungumzo yao wakiongea, huko mbali sana. Lakini ukienda ufike pale kwa gate, kwa lango, utasikia kuna watu wanaongea pale. Na vile ambavyo tunaelekea katika hii safari, tunaelekea itafika mahali uone hata wale walio ng'ambo ile ni kama wako tu hapa. Kwa sababu hii njia tumeenda sana, tumekaribia nyumbani zaidi. Najua huku ni kutembea kiroho, sio kimwili, ni kiroho Huku ni kutembea kiroho. Tumalize. The word is a seed. A seed in the right kind of ground will bring forth this kind. Neno ni mbegu, likiwekwa katika ardhi ambayo inafaa, litaleta aina yake. Sasa nimesema nini? Ya kwamba tuna mwangaza, na huu mwangaza ni ujumbe, na njia ni Biblia inatuangazia. Unaangaziwa, unaona utakaso hapo, unaona kuzaliwa mara ya pili, unaona kuwa na imani kamilifu hapo ndani, unaona upendo wa kiungu, unaona imani ya kunyakuliwa. Mambo haya yote yanaangaziwa, na tunatembea katika haya mambo, na wakati tunatembea namna hiyo, tunaenda tukijitwalia kila kitu ambacho kimeangaziwa. Najua sababu ya Mungu kufunua neno ni ili hicho ambacho amefunua kiweze kuwa fungu lako, kiweze kuwa urithi wako. Yoshua walikuwa na nchi ya kawaida ya ahadi, yetu si ya kawaida, ni nchi ya kiroho. Mungu akiangazia unachukua. Mungu akiangazia unachukua, ili uweze kuwa na kimo cha Yesu Kristo. Ningetaka tufike hapo ili tuokoe wakati, tusichelewe sana. Ningetaka tuombe. Baba yetu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, tunaenzi jina lako Baba. Asante Bwana kwa sababu ya neno hili. Kwa kweli neno hili Bwana ni njia, na hili neno ni mwangaza. Umetupatia ujumbe ili tuweze kumulika Biblia hii, tuweze kuona ahadi zetu, tuweze kuona urithi wetu Bwana, na vile ambavyo tunaweza kuwa washindi katika kizazi hiki ambacho tunaishi, na mwishowe tufike kilele cha imani hii, miili yetu iweze kugeuzwa ili tubadilishe viwango. Mungu wetu, tuje ngambo hiyo nyingine. Ninaomba msaada wako kwa kila mmoja wetu, ya kwamba kwa njia ya Roho Mtakatifu utatusaidia Baba. Tusaidie hasa kujisalimisha kwako, kwa sababu wakati mtu anajisalimisha inakuwa ni rahisi sana umsaidie, na umuongoze Bwana kwenye haki, na umuongoze kwenye urithi. Wewe ni mchungaji mwema. Ninaomba Bwana yale yote tunahitaji kama kondoo ili tukamilike, Mungu wetu yafunue katika moyo wa kila mmoja wetu. Asante Mwenyezi Mungu. Tuondolee hatia na makosa na dhambi zote kwa jina la Yesu Kristo. Tufunike kwa damu ya mwana kondoo ili tuweze kuwa salama. Mwenyezi Mungu, palipo na udhaifu unaona. Ninaomba ulete msaada ili tuweze kuushinda huo udhaifu. Tusiwe ni watu ambao watakuwa wakiongea juu ya udhaifu, lakini tuwe tunaongea lugha ya washindi. Ukifanya hivyo, sifa na utukufu ni zako. Tunasalimisha yote mikononi mwako. Tunakuabudu na kusema unastahili. Tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.